Wafugaji wa wilaya ya Siha, Longido, Arusha DC na Hai wanaomba huyo mwekezaji asipewe narko yote, kwa sababu tulitengeneza utaratibu mzuri ambao wafugaji wetu wanakodisha, wanalima kwa wanafugia pale kwa ushirika wao. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mbunge wa jimbo la Siha Mheshimiwa Dr. Godwin Mollel amewasilisha kilio cha wafugaji 37,000 kwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Taifa ndugu Kenan Kiongosi. Godwin Mollel amewasilisha rasmi malalamiko na hoja za wafugaji wa wilaya za Siha, Hai, Longido na wilaya ya Rumeru mbele ya Kenan Kiongosi wakati ya ziara yake ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Akizungumza katika mkutano huo, Dr. Mollel amesema kuwa wafugaji wa maeneo hayo wanahofia kupoteza maeneo yao ya malisho iwapo mwekezaji atapewa eneo lote lililokusudiwa kwa uwekezaji, hali ambayo inaweza kuathiri shughuli zao za kila siku na ustawi wa mifugo. Dr. Mollel ameeleza kuwa wilaya Siha ina zaidi ya wafugaji 4,000, Hai 3,000, wilaya Longido ikiwa na zaidi ya wafugaji 30,000 wanaotegemea ardhi hiyo kwa shughuli za ufugaji. Amesema kuwa tunaunga mkono uwekezaji, lakini ni muhimu kuhakikisha wananchi wanabaki na maeneo ya kutosha kwa shughuli za ufugaji. Ameongeza kuwa ardhi iliyopo ni ndogo, hivyo mwekezaji asipewe eneo lote ili kuepusha migogoro na kulinda maslahi ya ufugaji. Kwa upande wake, katibu mwenezi wa CCM Kenan Kiongosi alipokea hoja hizo na kuahidi kuwa Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali vitaendelea kuzifanyia kazi kero za wananchi kwa kuzingatia maslahi ya pande zote, ikiwemo wafugaji na wawekezaji. Wafugaji wa wilaya Siha, Hai, Longido na Rumeru wameendelea kusisitiza umuhimu wa kulindwa kwa maeneo ya malisho ili kuhakikisha sekta ya ufugaji inaendelea kuwa chanzo cha uchumi na maendeleo kwa maelfu ya familia zinazotegemea shughuli hiyo. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mheshimiwa kaka yangu kiongozi, hapa tunayo mambo machache ya kukuomba kaka, lakini ya kukuambia tu. Tunakupa taarifa kwa sababu yanaendelea kushughulikiwa. Kuna swala la wafugaji kwenye shamba la narko na shamba la Taliri. Kwenye hilo shamba amepatikana mwekezaji ambao tumesema awepo, baada ya kuingia kwa namna ambayo singependa nisungumzie hapa, lakini tukasema hawepo. Lakini wafugaji wa wilaya ya Siha, Longido, Arusha DC na Hai wanaomba huyo mwekezaji asipewe narko yote, kwa sababu tulitengeneza utaratibu mzuri ambao wafugaji wetu wanakodisha, wanalima kwa wanafugia pale kwa ushirika wao na wanachangia mapato serikalini. Maana yake Kilimanjaro ardhi ni ndogo, ukisema mpe mwekezaji mmoja ardhi hiyo, kinachotokea wafugaji zaidi ya 4,000 wa Siha wanakosa, zaidi ya 3,000 wa Hai wanakosa, zaidi ya 30,000 wa Longido wanakosa. Sasa hatuwezi kumjali mtu mmoja tukaacha kujali watu wengi ambao ndio wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na tumeanza hatua nzuri tukishirikiana na mkuu wa mkoa wetu Nurdin Babu, tunaendelea vizuri na tuko serious. Wangapi watalinda ardhi ya Siha? Wangapi watalinda ardhi ya Siha? Mtalinda. Mnakumbuka niliwaambia tuilinde Kilari, tumeilinda hatujailinda? Kilari oye! Mgogoro wamekuwa Mahakama Kuu kwa miaka 37, tukailinda, tukasema tusimame wanasiha, tukanyoosha na namna hii na vijiji haviwafukuzwa na wanakaa kwenye ardhi yao. Wangapi wataniunga mkono kulinda ardhi ya Siha? Tuko very serious na hakuna mwekezaji mmoja yeye anaweza kuja kuwa ni zaidi ya watu wengine, lakini wananchi watasikilizwa, wawekezaji watasikilizwa. Na kwa kipindi changu ndio kipindi wameingia wawekezaji wengi kuliko wakati mwingine wote. Uongo kweli? Wangapi wanasema ni kweli hiyo? Maana watu wanasema mbunge hataki wawekezaji. Wameingia wakuku leo, ufugaji wa kuku, mayai. Kuna sehemu ya kuzalisha mayai Afrika Mashariki na Kati, sehemu kubwa ya kuzalisha mayai kwa ajili ya kuzalisha vifaranga Bagamoyo na sehemu zingine iko Siha. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Leo tuna maparachichi tunauza Ujerumani na sehemu nyingine, iko wapi? Siha. Tunawapenda wawekezaji. Wangapi wananiambia tutalinda wawekezaji wetu? Lakini tutabalance maslahi ya wawekezaji na maslahi ya wana
Siha ili akae pamoja tuweze kuishi kwa amani. Wangapi wananielewa hivyo namna hiyo? Wangapi wananielewa hiyo?